Asante kwa kunipenda sehemu ya pili. Karibu katika mwendelezo wa simulizi mpya inayokwenda kwa jina la Asante kwa kunipenda. Simulizi yenye mikasa ya kusisimua. Simulizi inayoelezea nini maana upendo wa kweli. Simulizi inayotenganisha kati ya upendo wa dhati na usaliti. Anayetusimulia simulizi hii ni kijana anayefahamika kwa jina la Godfrey Joktani, mkazi wa mkoani Tabora, katika mtaa mmoja unaofahamika kama mtaa wa Bachu. Godfrey yeye ana msemo wake ambao anautumia katika simulizi hii. Anakwambia kwamba siku zote katika maisha haya tunaishi na watu wanaotuumiza, lakini hatuchoki kuwapenda, tunawasamehe na kuishi nao kwa wema na kuamini kuwa ipo siku watakumbuka mema tuliowapa, kwa sababu binadamu hatuishi daima. Sehemu iliyopita tulishia pale ambapo Godfrey amepeleka mahitaji muhimu kama ilivyo kaida yake kwenye duka la Dennis ili mpenzi wake Leila atakapotoka katika biashara yake basi apitie bidhaa zile kisha apeleke nyumbani. Siku zote Godfrey anasema, mimi nilikuwa namwamini sana mpenzi wangu Leila. Sikuamini maneno ya watu kwamba eti Leila huenda kuna wakati akaja kunisaliti. Na ndio maana kama unakumbuka msikilizaji, nilikwambia kwamba kila mtu anayekuja katika maisha yako huwa anakuja ni kwa sababu kuna watu wanakuja katika maisha yako na kupita. Wapo wanaopita kwa mazuri, lakini wapo wanaopita kwa mabaya. Lakini kila mtu anayepita katika maisha yako basi kuna funzo ambalo anakuachia. Hivyo usimdharau mtu kwa lolote lile, kwa sababu hujui dakika 2 zijazo wewe utakuwa nani. Basi mapenzi yetu mimi pamoja na mpenzi wangu Leila, kadri siku zilivyozidi kwenda mbele, yalikuwa akizidi kushamiri, yalikuwa yanapendeza. Siku zote tulikuwa tunapeana maneno mazuri, maneno ya kujengana, maneno ambayo yalikuwa yanatufanya kila mmoja ajiona na umuhimu kwa mwenzake. Ilikuwa ni kawaida yangu kumtumia ujumbe mfupi wa maandishi Leila kila ifikapo usiku. Na usiku huu hapa wa leo, basi kama kawaida yangu ikabidi nimjulie hali mpenzi wangu, kwa sababu nilikuwa busy sana na kazi kwa siku hii hapa ya leo. Sikupata nafasi ya kuweza kuzungumza na mpenzi wangu Leila. Basi mazungumzo yetu yalikuwa hivi. Nikamwambia, hello dear, uko poa mpenzi wangu? Leila akanijibu, niko poa kipenzi, vipi? Nikamwambia poa, nimekumisi tu mpenzi wangu. Yaani unajua sijakuona tu siku moja, lakini ni kama miaka 100 imepita. Leila akaniambia, bwana Godfrey, hebu acha kunipanga basi. Yaani ambavyo wewe unanipanga utafikiri mimi mtoto. Nikamwambia kweli, yaani ujue kuna zile swaga za zamani za wazee wa zamani ambao walikuwa wanasema kwamba yaani nikila na kuona kwenye sahani, nikinywa maji na kuona kwenye glasi. Leila akaniambia, uongo huo. Akati umekula peke yako jamani, hujanikaribisha, hata hujaniona. Nikamwambia, hamna bwana. Unajua nini kipenzi changu? Navutiwa sana na sura yako. Hujui tu moyoni ninavyokusifia. Japo nilikuwa busy na kazi, lakini nakupenda mno. Napenda unavyonipigia simu, napenda unavyonitumia ujumbe mfupi mzuri wa maandishi. Mimi ni mdhaifu mkubwa wa maneno yako mpenzi wangu. Namna unavyoniambia unanipenda na unavyonisifia inanisisimua sana. Natamani kukuambia mpenzi wangu Leila, usiache kunipigania, maana nakaribia kukamilisha ile ndoto yetu ya mimi na wewe kwa mke na mume. Niahidi kwamba Leila utakuwa nami daima, na kuahidi Leila utakuwa nami katika vipindi vyote, katika kipindi cha shida na raha. Nitalia nawe kama endapo utalia, nitaumia nawe kama endapo utaumia. Naahidi kwamba Leila, pia kama utapitia changamoto yoyote au shida yoyote, nitapitia pia kwa ajili yako. Haijalishi ni nini kitatokea, tafadhali usije hata mara moja ukawaza kuniacha, kwa sababu mwenzako nitaumia. Leila akaniambia, asante mpenzi wangu, asante sana Godfrey. Najua ni namna gani ambavyo unaonyesha thamani yangu kwako. Lakini Godfrey, hebu usiendekeze sana mahusiano, usiendekeze sana mapenzi katika kazi. Natamani unipende namna ambavyo unaendelea kunipenda. Lakini kuna kitu ambacho natamani siku moja nije kukwambia. Asante sana kwa kunipenda, lakini moyo ni kichaka, moyo una siri nzito. Unajua, natamani siku hiyo, sijui itakuwa ni siku ya aina gani,
lakini acha muda uongee Godfrey. Sikujua Leila alimaanisha nini kuniambia vile. Nikamwambia Leila, kwa nini unaongea hivyo Leila? Kwa nini unasema niwe na kipimo cha kuweza kukupenda wewe? Leila akaniambia kwamba unajua Godfrey, mtu akipenda akipitiliza, kuna wakati madhara makubwa huwa yanatokea. Mfano, sisi ni binadamu, kuna kukwaruzana Godfrey. Kuna siku tunaweza tukaongea tukapishana kauli. Ukizingatia wewe una upendo mkubwa uliopitiliza kiasi. Naogopa kukupoteza Godfrey. Unajua Godfrey, wala sitaki mpaka ujitokeze useme kwamba unanipenda mbele za watu. Wala sijali kwenye simu yako utalisevu vipi jina langu. Ninachojali kwako ni mapenzi yako tu juu yangu. Godfrey, tayari najua neno nakupenda ndio neno linalotumika kwenye uongo zaidi, lakini bado nachagua kusema nakupenda kwa sababu sina neno lingine linalotosha kuelezea ninavyojisikia kwako. Itoshe tu kusema Godfrey nakupenda. Nikamwambia okay, sawa Leila. Lakini kwambie kitu kipenzi changu, na waona wazuri wengi machoni mwangu, lakini bado nakupenda wewe kwa sababu wewe ndio mzuri zaidi moyoni mwangu. Haijalishi watapita warembo wangapi katikati ya macho yangu, lakini moyo wangu na fikra zangu zimekuchagua wewe. Tafadhali Leila, hiyo siku ambayo unasema tuisubiri isije kawa siku ya maumivu kwangu, kwa sababu nitaumia sana. Hata nyumbani wanajua ni namna gani ambavyo nakupenda. Najichanga kipenzi changu ili tusije kuishi maisha ya kubahatisha. Nakupenda, nataka nije ni utunze urembo wako huo hadi pindi utakapofika uzee. Nataka uzeeke pamoja na huo urembo wako. Niamini na kuahidi kwamba nitakuwa baba bora wa familia. Leila akaniambia sawa, asante kipenzi. Asante Godfrey kwa kunipenda. Asante kwa kunichagua mimi kuwa kama mke wako ajaye. Nafurahi kusikia hivyo. Nikamwambia lakini Leila, mimi bwana sijalizika kuchati na wewe kwa sababu sijui na chati na nani. Vipi kama watakuwa amenibia Leila wangu? Nataka kusikia sauti yako. Akaniambia bwana Godfrey, kwani hujalizika? Tumeongea muda wote huo. Nikamwambia hapana bwana, mimi nahitaji kuongea na wewe. Akaniambia sawa, basi nipigie tuweze kuongea. Basi nikampigia simu Leila. Kiukweli nilikuwa sichoki kuongea na mpenzi wangu huyo. Kila dakika, kila sekunde, kila saa nilikuwa naona kama watu ambao wanasema wanateswa na mapenzi ni watu ambao wanaigiza, hawajawapata tu watu sahihi wa kuweza kuendana nao. Wanasema kila ndege hutua katika mti au pendao, na ndege wafananao ndio huruka pamoja. Basi mimi nilijiona kwamba nimeshajipatia ndege wangu ambaye ni Leila, binti mrembo, chaguo la vijana wengi, lakini aliamua kunichagua mimi. Nikamwambia vipi kipenzi changu? Akaniambia poa, niambie sasa, umefurahi kuisikia sauti yangu? Nikamwambia ndio. We, kama kuna mtu ameiba simu yako afu akawa na chati na mimi hivyo? Hapana bwana, abiria chunga mzigo wako. Leila akaniambia una maneno Godfrey. Nikamwambia ndio, naweza nikawa na maneno lakini ni kwako pekee. Unajua Leila, nataka ujue kwamba uzuri wako sitawahi kufananisha na nyota, kwa sababu nyota zinamulika usiku tu, na kila kunapopambazuka basi nyota hizo hutoweka. Siwezi kukuhatarisha kwa kukufananisha na kitu cha kupita. Wewe ni wangu daima, unajua hilo. Leila akaniambia ndio baby, najua. Lakini asante, tumechati sana, tumeongea mengi. Unajua kesho unatakiwa uwahi asubuhi kama kawaida yako kwa ajili ya kwenda kuwabeba wateja wako wa oda. Kwa hiyo ni vyema mpenzi wangu ukalala mapema. Unajua mimi sitaki upitilize kwa usingizi ukawakosa wateja wako, kwa sababu unajua ukikosa wewe nimekosa mimi mpenzi wangu, na kuomba upumzike. Nikamwambia asante kwa kujali mpenzi wangu, lakini unajua namna kila ninavyoongea na wewe, yani nasahau kabisa kama duniani kuna kitu kinaitwa kulala au kuna kitu kinaitwa usingizi. Yani umenipumbaza mtoto wewe. Leila akaniambia bwana, haya. Akaniambia sorry, kuna simu inaita. Kaka Dennis anapiga, sijui kuna nini. Hebu ngoja nipokee simu yake nimsikilize. Nikamwambia sawa, muulize, huenda ana tatizo. Kwa nini amekupigia usiku namna hii? Maana wakati naongea mimi na Leila ilikuwa ni mishale kama ya saa 4 usiku hivi. Leila akaniambia sawa, huenda kuna tatizo kwa sababu sio kaida yake kunipigia simu usiku. Nikamwambia sawa kipenzi, okay, nikutakia usiku mwema. Mimi tayari nimesharidhika kuongea tu na wewe. Leila akaniambia okay, asante kipenzi, usiku mwema kwako pia.
Basi tukaagana mimi pamoja na Leila. Yani ilikuwa nikiongea na Leila, moyo wangu unapata amani ya kutosha. Moyo wangu unakuwa umesuhuzika. Yani nilikuwa nahisi ulimwengu wote huu tupo peke yetu wawili tu, mimi pamoja na kipenzi changu Leila. Nakumbuka siku moja nikiwa nyumbani, mdogo wangu wa kike alikuja kunitembelea. Mdogo wangu anafahamika kwa jina la Sara. Sara alipofika pale alinisalimia, "Shikamoo kaka." Nikamwambia, "Marahaba mdogo wangu, vipi?" Akaniambia, "Poa." "Vipi kaka, leo hujaenda kwenye mishemishe zako?" Nikamwambia, "Ndio. Si unajua leo Jumapili. Kwa hiyo siku ya Jumapili huwa anatenga ni siku ya kufua nguo." Akasema, "Oh, vipi? Wifi huwa haji kukufulia? Tumekwambia oa mapema. Wifi yao anakuja kukufulia. Unajifanya sijui umri mdogo wakati tayari ushazeeka. Kaka nawe." Nikamwambia, "Afu Sara, wifi yako atakuja, lakini sio haraka kiasi hicho. Huwa anakuja kunifulia mara moja lakini saizi naona atakuwa ametingwa na kazi." Akasema, "Oh, sawa. Vipi? Ni wifi yangu yule Leila tunayemfahamu nyumbani au kuna wifi mwingine?" Nikamwambia, "Dogo, unajua kabisa kakako mimi sio kiruka njia. Huwa anatulia tu kwenye mti mmoja. Wifi yako ni yule Leila." "Vipi? Kwa nini umeuliza hivyo? Au ulikuwa unataka unitafutie wifi yako mwingine?" "Hata siwezi kumkubali. Na kwa sababu nampenda sana Leila." Mdogo wangu Sara akaniambia, "Oh, sawa kaka. Sio kwamba nataka kukutafutia wifi mwingine. Hapana. Lakini kuna tetesi ambazo nazisikia huko mtaani. Sijui ni za kweli au la, lakini wanasema lisimwalo lipo, na kama halipo basi laja." Nikamwambia, "Sara, unamaanisha nini?" Akaniambia, "Hebu sogeza kwanza hizo nguo, niendelee kukusaidia kufua. Maana nakuona unafua utafikiri una vidonda kwenye vidole. Hebu nisogezee kwanza hilo beseni niendelee kufua nguo, nikupe mkanda mpya ambao haujautazama bado." Nikamwambia, "Sara, unajua unanitisha." Nikamsogezea zile nguo na beseni la kufulia. Basi Sara akaendelea kufua huko akiniambia. Mdogo wangu Sara akaanza kuniambia kwamba, "Unajua kakangu, mimi nakufahamu sana. Nakufahamu mwanzo hadi mwisho. Nakufahamu kakangu kwamba wewe ni dhaifu wa mapenzi. Na ndio maana wasichana wengi wanakuchezea kwa sababu ya huo dhaifu wako." Nikamwambia, "Kwa nini mdogo wangu?" Sara akaniambia, "Kaka, unakumbuka kipindi ambacho unamleta wifi kumtambulisha nyumbani, alikuja na rafiki yake ambaye anaitwa Felista?" Nikamwambia, "Ndio, Felista ni shemeji yangu yule wa kweli kabisa. Namkubali." "Amefanyaje tena Felista jamani? Au ameolewa? Au anataka kuolewa?" Sara akaniambia, "Hapana, haolewi. Lakini mimi tangu kipindi kile ambavyo wifi Leila alikuja na Felista, mimi na Felista tulianzisha urafiki. Kwa hiyo Felista akawa ni rafiki yangu. Huwa tunazungumza mambo mengi sana. Lakini kuna kitu ambacho alikuja kuniambia kilinishtua sana. Nikaona sio vibaya nikufikishie taarifa kakangu, kwa sababu wewe ni kakangu. Ukiumia wewe, tumeumia sisi. Na hasara yako ni hasara yetu sisi wana familia." Nikamwambia, "Ndio, nakusikiliza mdogo wangu. Kuna nini? Mbona unazunguka sana? Yaani umeanza kunitisha. Mpaka mapigo ya moyo yanaanza kulia pu pu pu. Unanitisha mdogo wangu. Hebu unyoka moja kwa moja." Sara akaniambia, "Sawa kaka, lakini unatakiwa uwe na moyo wa kiume." Nikamwambia, "Ndio, mimi nina moyo wa kiume, wewe niambie tu." Sara akaniambia, "Kaka, unajua Felista aliniambia kwamba wifi Leila anakudanganya. Hakupendi kama unavyofikiria." Nikamwambia, "Wewe umejuaje?" Sara akaniambia, "Ndio anaendelea kaka kukwambia. Felista ameniambia kwamba Leila ana mpenzi wake ambaye wanapendana sana, na huyo mpenzi sio wewe. Mpenzi wake huyo wamepanga kufunga ndoa mwezi wa 5. Nyumbani kwa mwanamke wanamfahamu na nyumbani kwa mwanaume wanamfahamu. Na Felista ameniambia kwamba huwa unajitahidi sana kumwambia Leila akupeleke nyumbani kwao, lakini Leila amekuwa ni mtu wa kuweza kukupiga chenga. Hataki uende nyumbani kwao. Unajua ni kwa nini?" Nikamwambia, "Sijui." Akaniambia, "Ni kwa sababu tayari kuna mwanaume ambaye amejitambulisha kwao, na mwanaume huyo si mwingine ni Dennis." Nikasema, "Unasemaje? Hebu acha utani." Felista ameniambia hivyo. Na mara nyingi huwa wanaongea sana. Wana mipango mingi sana. Wanakutumia wewe kakangu kama kitega uchumi. Kiukweli mimi ili swala nimeambiwa miezi 2 iliyopita, na nimefanya uchunguzi wangu mdogo. Nimegundua kwamba ni kweli wifi Leila hakupendi wewe. Anampenda Dennis kakangu. Kwa nini unataka kujiumiza? Mimi siko tayari kakangu kukuona unaumia."
Nikamwambia unajua Sara, saizi katika maisha wanafiki ni wengi sana. Yaani wasiopenda upendo wa watu, wasiopenda mapenzi ya watu, tunaita vijiji mtu, wako wengi sana. Unatakiwa kuwa nao makini. Kwanza huyo Felista, umejuana naye vipi haraka hivyo mpaka aanze kukupa siri za rafiki yake? Uone kama ni mtu mbaya huyo. Haiwezekani rafiki yake awe anatoa mabaya kwa rafiki yake wa dhati ambaye wameanza naye urafiki tangu muda, anakuja kukupa taarifa zake wewe mliyekutana katika utu uzima. Hilo sio jambo la kweli. Ninachojua kipenzi changu ananipenda sana. Alafu na yule Dennis ambaye anasema ni mpenzi wake, sio mpenzi wake. Yule ni kaka yake binamu. Sara akasema, pole we. Haya, wanasema mchoma janga hula na wakwao, lakini wewe ili janga utalikula peke yako. Kwa sababu kakaangu najaribu kufumbua macho ni namna gani ya kufanya, au nipe moyo mdogo wako kuniambia kwamba ndalifuatilia, unaanza kunikashfu kwamba na mimi nalionea wivu penzi lako, si ndio? Mimi nikilionea wivu hilo penzi lako nafaidika na nini? Kuna kitu ambacho nakifaidi kutoka kwenu? Nikamwambia hata kama mdogo wangu, lakini maneno ya watu hayajengi, mara zote huwa yanabomoa. Nikuombe tu kitu mdogo wangu, usiamini sana maneno ya watu huko nje. Ni wengi najua ambao wanatuonea wivu mimi pamoja na mpenzi wangu Leila. Hata huyo Felista mimi mwenyewe simuamini. Kwanza kuanzia leo sitaki tena mazoea naye, maana naona ananizoea sana. Sara akaniambia, "Sawa kaka. Lakini mimi nilikuwa nakupa tu ukweli. Ila siku ambapo utakuja kugundua kwamba Leila yupo ndani ya shela akiwa ameshikwa mkono na mume wake anafahamika kwa jina la Dennis, wewe ambaye unamtambua kama kakake, utaumia sana." Anakuambia kaka binamu, haya tutauona huo ubinamu. Nikamwambia, bwana unaanza kunichosha. Haya nipe nguo zangu kwanza nimalizie kufua. Sara akaniambia, ngoja nimalizie tu kuzifua. Sara basi akaendelea kuzifua zile nguo. Baada ya kumaliza kufua nguo akazianika. Baada ya hapo akaingia ndani akaanza kupika. Lakini mada yake kubwa ilikuwa ni ile ile kwamba kaka, naomba umchunguze sana wifi Leila kwa sababu inaonekana amepanga kukuumiza. Utaumia sana kakaangu. Unatakiwa ujipange kisaikolojia kwa tukio ambalo litakuja mbele yako. Ni tukio zito sana kwa sababu umejiaminisha sana kwa Leila na kuna mambo mengi ambayo yapo nyuma ya pazia huyajui kuhusu Leila. Siku ukiyajua utamchukia sana wewe mwanamke. Nikamwambia ni bora niajue mimi mwenyewe, lakini si kwa maneno ya kuambiwa. Akaniambia sawa. Wakati naendelea kuongea mimi pamoja na mdogo wangu Sara, basi Leila alinipigia simu. Baada tu ya kupokea akaniambia, "Hello love, mambo?" Nikamwambia poa kipenzi, vipi? Akaniambia poa. Nikamwambia unaendeleaje mpenzi wangu? Akaniambia mimi naendelea poa. Nikamwambia sasa mpenzi, bora hata umenipigia simu mapema, maana nilikuwa nataka nikwambie kitu. Leila akaniambia, kitu gani tena mpenzi? Nikamwambia mwezi wa 4 nataka nije nitoe posa kwenu. Vipi? Utakuwa na nafasi? Akasema, karibu mpenzi wangu. Karibu sana, yani nitafurahi sana kama utakuja kwenye posa. Unajua hata wazazi wangu wanatamani sana kukufahamu kwa sababu wanalalamika kwamba wanapata vitu vingi kutoka kwako, lakini hujafuata bado taratibu. Nikamwambia sawa mpenzi, hata usijali. Waambie tu kwamba mimi mkwe wao tayari nimeshajipanga na nimejipata. Hata nikikuoa mtoto wao hautaishi maisha magumu. Leila akacheka. Kwa hiyo kazi ya udereva bodaboda unataka kuhakikishia wazazi wangu kwamba sitaishi maisha magumu? Nikamwambia ndio kipenzi. Unajua mimi nina ndoto kubwa sana za kuja kuwa mmiliki mkubwa sana wa duka la spare za magari. Akaniambia sawa, tutayaona. Lakini ukumbuke kwamba wengi walikuwa na ndoto na walikufa na ndoto zao bila hata ya kuzitimiza. Haya mwenzetu, huenda wewe utaziweza. Nikamwambia ndio mpenzi wangu, usimdharau mtu kwa kumtazama uchoni. Leila akaniambia sawa kipenzi. Unajua nini kipenzi changu? Nakiri neno hili kwako kwamba siwezi acha kukupenda. Nikamwambia sawa kipenzi changu. Unajua nini Leila? Mimi nilikuwa naomba uachane na marafiki. Yaani nikiwa na wewe achana kabisa kuwa na marafiki, hususan yule rafiki yako yule ambaye unamuita Felista sijui nani. Mimi kwa kweli sipendezewi na urafiki wenu. Leila akaniambia, kwa nini baby? Nikamwambia sijui tu. Leila akaniambia hapana baby, unajua Felista ni rafiki yangu wa muda mrefu sana. Yaani jambo lake ni jambo langu na jambo langu ni jambo lake. Felista anafahamu mambo mengi sana juu yangu, hata mimi nafahamu mambo mengi sana juu yake. Kwa hiyo haiwezi kuwa rahisi tukaachana hivyo baby. Kwa hiyo kama kuna kitu ambacho amekukosea,
basi msamee. Nikasema una uhakika? Akasema yani kila kitu changu Felista anakijua na kila kitu chake Felista mimi hapa Leila anakijua. Kwa hiyo sisi ni kama mapacha ambao hatujazaliwa tumbo moja, lakini tunapendana sana. Yani Felista siri yangu, siri yake, siri yake, siri yangu. Naweza nikasema hivyo. Kwa hiyo kama mpenzi wangu kuna kitu amekukosea, msamee tu. Kwanza amefanyaje? Na mbona imekuwa ghafla hivyo kumchukia Felista? Nikasema nilimfananisha Felista katika maeneo ambayo hayakuwa rafiki. Sasa nikasema kwamba kama Felista huwa anashinda katika maeneo yale, vipi kwako kwa wewe mke wangu mtarajiwa? Si anaweza kukufundisha tabia mbovu? Akasema umemsingizia bwana. Yani katika watu ambao hawazijui hata kumbi za starehe ni Felista. Kwa sababu yule binti saa 12 yuko nyumbani, asubuhi yuko nyumbani. Yani mimi mpaka nimpigie simu kwamba Felista naomba unisindikize sehemu fulani. Yani anachungwa sana na wazazi wake. Yani kama ulimuona kuna maeneo, basi huyo ni kweli utakuwa umemfananisha. Ni kweli nilitumia uongo huu ili Leila asigundue chochote ni kwa nini nimemkataza asiongee na Felista. Kwa sababu nilianza kumchukia tu Felista baada ya mdogo wangu Sara kuniambia kwamba Felista anamwambia mdogo wangu mambo mabaya kuhusiana na mpenzi wangu Leila. Basi alivyoniambia hivyo nikasema, kwa hiyo Felista huwa anafungiwa sana ndani. Akasema sio tu kwamba anafungiwa sana ndani, hata yeye ndio mazingira ambayo amejiwekea. Yani si mtu wa kutoka sana, na ukizingatia mimi ndo rafiki yake wa pekee anayeniamini sana. Kwa hiyo na Felista huwa hapendi kudanganya na huwa hapendi kuona mtu akiumia kwa ajili ya mtu fulani. Yani Felista ni mtu wa kuongea ukweli. Yeye anaita titi for tati. Huwa ana kauli yake moja inayosema kwamba ni bora ukweli mchungu unaumiza lakini unajenga. Ndio kauli ambayo huwa anapenda kuitumia. Na watu wengi huwa wanamchukia Felista ni kwa sababu huwa anaongea ukweli. Hataki kwenda kinyume na maadili aliyofundishwa na wazazi wake na maadili ya kidini. Kwa hiyo inabidi tu mzoe hivyo mpenzi wangu. Kama ulimuona sehemu ambazo unahisi hazikuwa sahihi, basi alikuwa sio yeye. Kama uamini, naweza nikampigia simu hapa nikamkuunganisha, nimuulize kwamba juzi ulikuwa wapi? Utasikia mimi nilikuwa nimelala mapema, yani saa 2 tu akisha kula chakula ameshalala. Nikamwambia haya sawa mpenzi wangu, basi nisamee kwa kumuhisi rafiki yako vibaya. Akasema haina shida. Mdogo wangu Sara maongezi haya alikuwa anafuatilia kwa ukaribu sana. Akaniambia umeona? Yani huyo mpenzi wako mwenyewe anakuambia kwamba Felista sio mtu muongo, ni mtu wa kuongea ukweli. Haya mimi nimekwambia kwamba aliyeniambia hapa ni Felista, anaogopa utakuja kuumia hapo baadaye. Na ndoa ya huyo mpenzi wako ni mwezi wa 5, utaki kusikia. Nikamwambia wewe acha bwana. Ingekuwa ni mwezi wa 5, nilivyomwambia kwamba posa anaenda kutoa mwezi wa 4, si angekataa? Mbona amekubali? Sara kanambia haya. Kuna wale wanasema wajinga ndio waliwao. Kuna ule msemo wajinga ndio waliwao. Sasa huu msemo utakuvaga kakangu. Haya, basi Sara akamaliza kupika, tukala chakula, kisha yeye akaondoka akaenda nyumbani. Kiukweli kuna wakati maneno ya mdogo wangu Sara yalikuwa yananiingia kichwani, lakini muda mwingine nilikuwa nawapotezea. Nilijua kwamba huenda Leila amesema vile kwa rafiki yake ili nisimchukie, ndio maana amemtolea sifa nzuri kede rafiki yake. Lakini nikasema angejua huyu rafiki yake anayemsifia kwamba ni rafiki anayeongea ukweli, kwamba kuna matope ambayo anampakaza huko mtaani, asingethubutu kumpenda hata mara moja. Na huo ndio mwisho wa sehemu ya pili wa simulizi mpya inayokwenda kwa jina la Asante kwa Kunipenda. Je, ni kweli Leila anaolewa mwezi wa 5 au Felista alimdanganya mdogo wake Sara ili kuvunja mahusiano kati ya Godfrey pamoja na Leila? Na vipi kama ikawa ni kweli, ni kipi ambacho kitatokea? Usikose kufuatilia mwendelezo wa simulizi hii. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Napatikana kama Faraja Simkwai. Asante kwa kunipenda.